Matumaini yangu ni kwamba humweri wa afya, mpendwa msikilizaji, mahali popote pale unapoendelea kusikiliza na kutegea sikio sauti hii. Hii ni sauti ya ndugu yako Imani Mchimbwa katika siri ya mambo yaliyofichika, na kwa ruhusa yake Loba Tite naja tena mbele zenu, wapendwa wasikilizaji, na kipindi na mada hii ambayo sio kitu kingine, ni maswali na majibu kama gisi unavyojua, na tutatoa majibu kulingana na mafundisho ambayo tumeshayapata kutoka kwa mzaliwa wa pili ambaye ni Zulula Sa, mwalimu pekee ambaye anatufunza, na hilo ndio jambo ambalo napenda kuwaambia. Kwanza hapa kuna baadhi ya maswali ambayo tutaenda kuyaongelea, lakini maswali mengine tena Jumamosi nyingine tutaendelea hivi na hivi, ili kwamba msikose kupata chochote Jumamosi, lakini pia ili kwamba majibu yasiwe yani tunachukua video zaidi yani saa mzima. Hapana, hata dakika 30 tu, ili kila mmoja awe anaelewa vizuri kile ambacho kinatendeka. Sasa swali la kwanza ambalo lipo hapa mbele yangu ni kwamba, asante ndugu Imani, swali langu mimi, hivi mtu aliyeanzishwa anaweza kulia pale anapoondokewa, yani kufiwa na jamaa yake au ndugu yake wa kuzaliwa? Alama ya kuuliza. Ndugu anauliza kuhusiana na mtu aliyeanzishwa. Mtu aliyeanzishwa ni nani? Kwa wale wasiojua, mtu aliyeanzishwa ni mtu ambaye tayari ameshakuwa na mudimu sangi, ameshakuwa na Roho Mtakatifu. Sasa huyu mtu ikitokea kwa mfano katika familia yake amefiwa na ndugu yake, je, anaweza akalia? Aidha mtu ambaye anaanzishwa yeye hatakiwi, aidha hawezi kulia? Hilo ndio swali ambalo ndugu anauliza. Mimi naweza nikakwambia kwamba kuhusiana na swala la kulia aweza kutokulia, uelewe kwamba ni jambo la hisia ambayo emotion ambayo inamshika mtu, kwa sababu hawezi ukalia bila sababu. Ndio maana kunapotokea kwa mfano mtu amefariki, kuna baadhi ambao wanalia na kuna wengine ambao hawalii, lakini mara nyingi walio wengi watafikiri kwamba yule ambaye halii, yani hajaguswa na msiba, kwamba labda hakuona kwamba huyu mtu labda alikuwa wa muhimu kwake. Kwa hiyo yule ambaye anayelia, huyo ndio ataonekana kwamba yeye alikuwa na upendo sana na huyo mtu. Hapana, sio kwa namna hiyo. Mtu anaweza akalia kwa sababu kwelikweli ameumia kabisa na kuondokewa kwa mtu huyo, lakini pia mtu hawezi akalia lakini anaumia na kuondoka kwa huyo mtu. Kwa hiyo kitendo cha kulia aweza kutokulia hakijamaanisha zaidi sana kwamba huyu mtu ameguswa zaidi. Kuna wengine ambao wanalia kwa sababu huyu jamaa labda analia kwa sababu huyu jamaa amefariki akiwa na deni lake, ni mfano. Anaanza kulia hizi pesa zote, hata tamka pesa, lakini atasema basi kila kitu kimeharibika. Kuna wengine ambao watakuwa pale, labda ilikuwa ni michepuko, kama alikuwa mwanaume aliyefariki, naye pia yuko pale anaanza kulia. Unafikiri kwamba yeye ana huruma kwamba fulani amefariki zaidi, lakini anasema mchepuko wangu umeenda. Ni mfano tu. Kwa hiyo kulia, na kuna wengine ambao watakuta ni yeye ni moja, inategemea na kifo kwa sababu kuna vifo vingine ambavyo watu wengine wanawafanyia watu wengine. Anaweza kuwa yeye ndio muhusika, lakini naye pia kati ya wale ambao wanaolia, naye pia analia pale, analia na anaonyesha kwelikweli huruma zaidi, kumbe yeye ni mmoja kati ya watu ambao waliotekeleza hayo mauaji, kwa mfano kwa huyu mtu ambaye amefariki. Kwa hiyo kulia haijakuwa kabisa kwa 100% kwamba ndio huyu mtu anaonekana kwamba yeye ndio anaumia sana kuliko yule ambaye halii. Hapana, inategemea namna gani unavyoenenda, kwa sababu kulia ni emotion tu tukasema. Ndani ya Biblia za kisasa wanasema huyu Yesu wao naye pia alilia, si ndio? Wakati Lazaro alipofariki, wale waliokuwa wakilia pale, naye pia akajawa na huruma akaanza kulia. Kwa hiyo naye pia kwa mujibu wa Biblia alikuwa ameanzishwa, si ndio? Sasa kwa nini alilia? Ina maana kwamba alilia kwa sababu aliguswa. Kwa hiyo nikupenda kusema kwamba haijakatazwa na sio kosa kwamba mtu aliyeanzishwa kwamba anapofiwa na mpendwa, kwamba anapolia kwamba namna gani analia yeye mtu ambaye ameanzishwa. No, hii imeandikwa hata ndani ya Biblia. Wakati Tinde alipofariki walifanya maombolezo ya siku 40. Sio kama mnaona hilo. Kwa hiyo sasa tofauti ni kwamba kulia kwa mtu ambaye ameanzishwa na mtu asiyeanzishwa itakuwa ni tofauti, kwa sababu kulia kwa mtu ambaye ameanzishwa hawezi akalia, yani unaona yeye yuko hivi, yani kama vile mtu ambaye hajui chochote ambacho kitaendelea baada ya hapo. Kwa sababu kwa mfano kama mtu aliyefariki naye pia alikuwa katika ukweli, atalia kwa sababu huyu ndugu hatarudi tena, hatamuona tena, yani imeisha hivyo, yani pengo limebaki kabisa katika jamii, katika sehemu ambapo aliyokuwa hapo tayari. Hayo majonzi yanaweza kaingia na zaidi sana wakati ambapo unapoingiza jeneza sasa ndani ya udongo, ndio mtu anaamini kwamba kwa kweli hivi amefariki kweli kweli. Kwa hiyo
sio kosa, inaweza ikatokea tu na unalia. Mhm. Na inaweza ikatokea kwamba mtu amefariki lakini haulii, lakini umeumia tu ndani. Kwa hiyo inategemea, kwa hiyo haina kosa yoyote. Swali lingine ni, kuna mmoja ambaye aliuliza kuhusiana, sasa haya ni mafundisho kuhusiana na mvuto ambao tuliongelea kuhusiana na mvuto wa kingono. Sasa nauliza mvuto kwenye ndevu kwa sisi wadada, sijui hii iko kwenye kweli? Ni kweli, kwa sababu tulisema kwamba kuna mvuto ambao ni sheria, ambao huu mvuto unaweza ukawekwa sehemu fulani katika mwili wa mtu, au mwanaume aweza mwanamke. Kwa mwanamke tulitaja mambo mengi sana, mnaweza mkasikiliza haya mafundisho. Lakini sasa naye pia anauliza, je, kuhusiana na ndevu kweli kweli ni hivyo? Naweza nikasema kwamba kuhusiana na ndevu ndio, lakini utajiuliza, wakati mtoto anapokuwa katika tumbo la mama, mtoto hana ndevu, si ndio? Ni kweli hana ndevu, lakini jua kwamba ndevu nayo pia inakuja baadaye, inakuja kuota hapa kwenye, nyote mnajua hilo. Kwa hiyo mvuto pia unaweza ukawa kwa ndevu. Wanawake wanavutwa zaidi wanapomuona mwanaume kwa mfano na ndevu ameweka huku, wengine tu aina zote tu za ndevu ambazo wao wanaweza wakaona wakavutiwa nazo. Huo pia mvuto upo hata kwenye ndevu, hata kwenye namna ya kunyoa nywele. Huu mvuto upo, hiyo mlielewe vizuri. Hata kwa dada zetu, kwa namna ya kuweka nywele, sio hizi nywele bandia, simaanishi nywele bandia, nywele za kawaida za asili tu, namna unavyosuka nini unavyo, yote hivyo inaweza pia ikawavutia wengine, kwa sababu hata kwenye nywele mvuto upo kwa baadhi tuseme. Huyu kaka anasema, utukufu kwa Loba, swali langu naomba kujua nguvu ya kiroho iliyo nyuma ya muziki, kwa maana hata Nginya alifikisha ujumbe kwa Mujima Bobe kwa njia ya muziki. Pia swali lingine, kuna uwezekano wa kufukuza demon kwa njia ya muziki au kuimba? Tutaanza kwanza na swali la kwanza ambalo umeuliza kwamba nguvu gani iliyopo nyuma ya muziki, kwa maana umeeleza kuhusiana na Nginya alivyoenda, ambao tete Ezekieli alipoenda kuzungumza na shetani Mlima Bobe, aliongea kwa namna ya wimbo. Ndio bana, naweza nikawaambia kwamba yani huduma ya nyimbo ni huduma ambayo inakamilika nayo pia, yani inaenea kila kitu, inaeneza kila kitu nikasema, lakini nategemea sasa ni nyimbo za namna gani, ni nyimbo zipi, kwa sababu kuna nyimbo ambazo ziko pale katika lengo la kumtukuza kumtukuza shetani Mlima Bobe, zipo. Kuna nyimbo hizo zipo za kumtukuza, za kutukuza hizo demon ambazo mnazijua zote, ambazo tumeshatajataja katika dini zote. Hizo ni nyimbo pia, yes, ambazo zinaimbwa, wengine waimbaji wataimba, wanyakwaya wataimba gisi mnavyoimba. Ni nyimbo ambazo zinatukuza zaidi sana hizo demon, na zinapata nishati zenu kupitia hizo nyimbo. Kwa hiyo hiyo ni namna ya kuimba. Pia kuna nyimbo za tamaduni, kuna nyimbo ambazo zinatumiwa zaidi sana katika mambo ya ibada, pia zile ibada zingine ambazo mnaziona mnazozijua zaidi sana. Kwa leo naweza nikataja kwa mfano voodoo nini, bwiti, ngondo ya kwa sasa hivi. Kwa hiyo utakuta kwamba kuna zingine ambazo yani nyimbo zingine ambazo zinaimbwa, wanapoimba hizo nyimbo uko hapo unahisi, na kuna namna ya kucheza kwao digidigi, utakuta wanacheza hivi, unaweza kama vile mtu ambaye umelogwa tayari moja kwa moja. Kuna aina za nyimbo ambazo ziko hivyo, ndugu zangu, hilo muelewe vizuri. Kwa hiyo kuna wengine kabisa wanapiga ngoma, wanapocheza wanacheza, yani ndio wale ambao wako pale ni kama vile wamerogwa, kama vile hawawezi wakatikisika, kwa sababu kuna aina, na nyuma ya kila kitu kuna roho. Hilo muelewe vizuri. Sasa inatakiwa kueleweka ni roho ipi ambayo iko nyuma kuhusiana na hili jambo na lile jambo. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu pia kulifahamu. Sasa kwa hiyo ni kupenda kusema kwamba kuna nguvu, kwa sababu roho zote za gizo kula vitu, kaka zetu wote wanaimba. Nyote muelewe hivi, tofauti na gisi hawa wanaojiita wana Biblia aidha waumini wanasema kwamba shetani ndiye aliyekuwa malaika, wanaita malaika kwamba alikuwa malaika anayeimba. Kwa hiyo wakati alipoanguka, ina maana kwamba hakuna nafasi, yani hawaimbi tena mbinguni, kwa sababu ni shetani ndiye aliyekuwa nani aliwaambia namna hiyo? Kwanza shetani yeye si malaika, ni kerubi. Na ni nani ambaye aliwaambia kwamba yeye ndio alikuwa mwimbaji tu, wengine hawaimbi? Roho zote za gizo kula vitu wote wanaimba, wanajua kuimba, wanaimba vizuri. Hakuna kuimba kwamba labda hizi kama kitu tunavyosema tujifunze tuimbe hivi, tujifunze hivi turudilie, no, ni kitu kingine. Kwa hiyo na wao
utakuta yani hana haja ya kuimba tena, ngoma zipigwe pale, nani sijui gita zipigwe pale, mchukue drum nini, no, haina. Yani kila kitu anaeneza yeye mwenyewe, yani tunaweza tukasema ni orchestra yote ambayo inaenea yenyewe kwa yeye mwenyewe. Kwa hiyo roho za gizo kula vitu wanaimba. Kwa hiyo kuna nguvu, kwa sababu nyuma ya kila kitu kuna roho za gizo kula vitu. Kwa hiyo kuna roho wa gizo kula vitu ambaye yuko msimamizi wa nani wa nyimbo. Hilo mlielewe vizuri. Kwa hiyo hilo ni jambo ambalo mnatakiwa kulielewa vizuri, ndugu zangu. Mrazi kwa ndio. Kwa hiyo hiyo inategemea. Kwa hiyo kuna roho ambazo ziko hapo ambazo zinashughulika. Kuna roho wanaosimamia aya za muziki. Unaposema do re mi fa sol la si do, do si la sol fa mi re do, hizo zote do re, unaposema do ni roho agizo kula vitu, unaposema mi ni roho agizo kula vitu. Yani zote ambazo unatumia aya zote za muziki ni roho za agizo kula vitu. Kwa hiyo ndio maana kuna nguvu katika nyimbo, na unapotumia maneno hayo, maneno ni roho za agizo kula vitu ambazo unatumia, kwa sababu unaposema a b zote ni roho za agizo kula vitu. Unapochanga ni roho zote ambazo unazichanga pamoja. Sasa unapohimba inakuwa kitu kingine. Sasa nategemea sasa, wakati unapohimba unahimba kwa ajili ya nani? Kwa ajili ya utukufu wa nani? Na hayo maneno umeyapanga, kwa sababu kuna maneno ambayo unaweza ukayachukua a b unachanga hivi, lakini nakuja kuonekana ni tusi. Je, huyo roho ina maana kwamba roho huyo yeye anaitwa tusi, sasa anatusi? No, hapana. Kwa hiyo nategemea kila mmoja namna anavyotumia hayo mambo. Kwa hiyo sasa, kuhusiana na swali lako la pili, je, ikiwa nyimbo zinaweza kufukuza demon, yani demon zinaweza zikafukuzwa zikakimbia kabisa kwa njia ya muziki au kuimba? Ndio, demon zinaweza zikakimbia kabisa kwa namna ya nyimbo, lakini nategemea. Ndio maana nasema nyimbo zipi, za kina nani? Hizi za Biblia, Yesu ameniokoa, Yesu nani vingine, eze Mungu eze nabe utakesha, maana huwezi ukafukuza demon. Demon haiwezi ikafukuza demon, haiwezekani, kwa sababu hayo majina yote, hii miungu yote ambayo mnaiabudu ni demon zenyewe. Sasa demon inaweza ikafukuza demon kwa namna gani? Wakati mnapoimba, watu wanaimba, unajisikia kama vile labda watu wanasema wow, tumesikia kama vile ni Roho Mtakatifu ambaye ameshuka. Wanaweza unastahili kuabudiwa, unastahili. Wengine wanaanza kusema halondre pai pai. Hizo zote ni demon ambazo zinawapagaa kama watu hawajui, alafu unajihisi kwa namna kama vile kuna uwepo kwamba labda ni uwepo wa demon ambazo zipo. Inawaambia hata mimi nilikuwa utakuta mnaimba hizi nyimbo, mnasema kwamba za kuabudu, za maabudu, alafu mnaingia hapo, mnatulia, mnaimba, alafu unajihisi kwamba wao, na wale ambao wanapiga keyboard pale wanaichereza vizuri kabisa pale, wengine pale wanaanza kulia na furaha kusema kwamba wao, yani ni mguso wa demon. Demon tayari zimeshawagusa ndio maana mnajihisi hivi. Lakini mziki ambao ni nyimbo, kama vile kwa mfano tunaposema kuhusiana na Tondo ambao utaita Daudi, yeye alikuwa naimba. Kumbuka vizuri, ndani ya Biblia za kisasa alienda kutafutwa kijana ambaye ana ustadi wa kupiga kinubi, wa kupiga mziki, ili kwamba kuhakikisha kwamba demon ambayo Mwenyezi Mungu alikuwa anaituma kwa Sauli ipate kuondoka. Msome vizuri ya? Mungu anatuma demon, pepo anatuma demon kwa Sauli. Daudi anachukua kinubi, anapiga, anafukuza demon ambayo Mwenyezi Mungu aliituma, kwa sababu Mungu alikuwa anatuma roho mbaya. Kwa sababu roho mbaya ni shetani, aidha ni demon, ni hivi. Mnaweza mkasoma kitabu cha Samueli. Kwa hiyo kuna nguvu ya hali ya juu kweli kweli kuhusiana na nyimbo. Sasa huyo anayeimba anatakiwa kuwa katika ukweli, na wakati anapoimba hizo nyimbo, sio nyimbo ambazo alikuwa anajifunza kwanza, no, zinatoka direct pap pap pap, na hapo ndipo zinafanya kazi direct. Yaani wakati anapotamka mwenyewe mtasikia tu ni maneno tu, lakini ni upanga ambao unatoka, yani ni maneno ambayo yanatoka vile ni upanga, na demons zinaona tayari, bam, zinakimbia. Kwa hiyo kuna namna nyingi sana za kufukuza demon, sio tu kwa namna ya nyimbo, hata kwa namna za harufu, mambo kama, lakini sio maarufu ambayo nyote mnayajua, mambo ya ubani, kwa sababu ubani ni uchawi wenyewe, muelewe vizuri. Haya mengine yote hapana. Kwa hiyo kuhusiana na nyimbo kweli, lakini zile ambazo ni za watu walioanzishwa, walio katika ukweli wa neno lake Lubatite, hilo linawezekana. Swali lingine. Asante sana ndugu yangu Imani, utukufu kwa Lubatite. Katika video hii
umetoka kusema kwamba kujitetea wakati wa kuvamiwa ni halali. Sasa ikiwa mtu akinichokoza bila sababu na kunipiga au kumpiga mke wangu wala mtoto wangu, halafu bahati mbaya, hakuna bahati katika dunia lakini nisome hivyo, bahati mbaya ni mdhibiti au akafa katika hali hiyo, je, nitakuwa na hatia ya kuua mtu kulingana na Mudimu Sangi, kwa sababu najua serikali ya dunia hii itanifunga jela? Unatakiwa kuelewa kwamba kwa kweli katika ulimwengu huu haki, watu hawajui haki ni nini. Tunaona namna za haki ambazo watu wanatekeleza katika dunia hii, hakika mapungufu makubwa sana. Utakuta mtu ambaye ameua mtu mwingine kwa hiari kabisa, amechukua ameenda kuua kabisa kwa hiari, wanamchukua huyo mtu, anasema kwamba atafungwa miaka, yaani tuseme kifungo cha maisha jela. Haina maana. Namna gani kifungo cha maisha jela? Namna gani kifungo cha maisha jela? Je, hiyo ni haki? Hiyo sio haki. Haki ni ipi kuhusiana na hilo swala? Mtu ambaye amemuua mwenzake kwa kukusudia, kwa makusudi kabisa, yaani huyo mtu naye pia haki yake ya kuishi katika dunia hii imeisha, hastahili tena naye pia kuishi. Huo ndio utaratibu wa kiroho. Ndio maana hata ndani ya Biblia za kisasa kuna sheria hiyo ambayo ilisema kwamba anayevuja damu juu ya dunia kimakusudi, naye pia damu yake itavujishwa. Tuseme kitu Kiswahili hicho, atakaye mwaga damu, hata damu yake pia itamwagwa. Hilo limeandikwa. Auaye kwa mpanga, naye pia atafanya nini? Atakufa kwa mpanga. Yaani huu ni utaratibu ambao hauwezi ukaumaliza, hauwezi ukaishi. Yaani ndio hivyo, hilo ndio jambo ambalo lipo, watu walielewe vizuri. Sasa tatizo inakuwa hapo. Kwa mfano, nimesema kwamba huyu ambaye ameua kwa kimakusudi ataenda kufungwa kifungo cha miaka. Ndani umo atakula, atacheka na wafungwa wenzake, kuna wakati ataangalia TV kama kuna sehemu, kwa sababu kuna jela ziko tofauti Wase iko tofauti na sehemu zingine. Huku utakuta mtu yuko kwenye jela lakini ni VIP yuko na TV, yuko na nini, kuna sehemu ya kuoga nini, kila kitu, yani yuko na hivyo. Utakuta aliua watu maelfu, hata mamia, hata makumi ya watu ameua. Sasa mjiulize yeye, alafu tena anagoma. Kuna mara atagoma kula, watakuja kumbembeleza, kula, anagoma hata kula wakati wale waliofariki wamefariki kabisa. Sasa mnafikiri kwamba hiyo ni haki kweli kweli? Sasa kwa mfano hivi jinsi ulivyosema hapa, huu mfano ambao umeutoa hapa, ukasema kwamba katika video kujitetea. Sasa ikiwa mtu akinichokoza bila sababu na kunipiga au kumpiga mke wangu wala mtoto wangu, halafu bahati mbaya jinsi nilivyosema ni mdhibiti au akafa katika hali hiyo, je, ndio maana wakati ambapo yeye alipopiga mke wako, aidha amepiga mtoto wako, aidha amekupiga wewe, je, hicho kipigo alichompiga, aidha alichowapiga, aidha alichokupiga wewe, kilikuwa kipigo cha kuua kikawaida? Hapana. Sasa kama sio kitendo cha kuua mwenzako, alikupiga lakini sio katika lengo la, yani angekuua tuseme, kwa nini wewe wenyewe umkabe hadi afikie kwa wakati ambapo anafariki? Hiyo sio haki tena. Lakini kama ingekuwa kwamba labda alimpiga mke wako na akafariki hapo hapo, na wewe ukachukua na wewe pia ukammalizia hapo hapo, hilo ni jambo lingine. Sijui kama unaona hilo ni jambo lingine. Lakini kama alimpiga mke wako na sio kwamba amepelekwa mautiuti, labda amekufa, ameumia, ameanza kulia, na wewe kama una nguvu, unaweza ukaenda na wewe pia urudishe, ili kwamba ulipize kile ambacho mke wako alichokipata. Hakuna tatizo. Lakini kama unaingia katika hali sasa, unaenda hadi kumuua mtu, utamuua mtu, yeye aliua nani? Hicho ndio kitu ambacho unatakiwa kuelewa, yeye aliua nani? Sasa utofauti ni kwamba kuna mtu ambaye labda tuseme kwa mfano ni majambazi, jambazi amekuja ana kisu, aidha ana bastola, ni mfano, alafu anakuja kuingia ndani ya nyumba yako. Sasa katika hilo furukutani, labda ukafanikiwa kuchukua bastola yake pap, na ukampiga akafariki.
hilo litakuwa namna gani? Hiyo ni kesi nyingine, hiyo ni kesi nyingine, kwa sababu hata Biblia, hata huyu anayeita Yesu alisema kwamba mwizi yeye anapokuja anakuja kufanya vitu vitatu tu, kama kuiba, sijui kufanya nini na kuangamiza, mambo kama haya. Kwa hiyo ikiwa hata Yesu anasema tena ndani ya Biblia za kisasa, sieti sehemu zingine, ikiwa ungejua kwamba mwizi angelikuja saa fulani, usingelala. Maana yake ni nini? Ungemvizia, ungejificha. Sasa unapojificha akiingia utafanya namna gani? Alipenda kumaanisha kitu gani? Ndio utamwambia karibu, ingia ndani uchukue kila kitu? No. Kwa hiyo watu waelewe hili. Kwa hiyo sio haki tena hiyo, kwa sababu yeye hajaua mtu, hajaua mke wako, hajaua mtoto wako, hajakuua wewe, na ndio maana uko hapo. Sasa namna gani wewe umuue wakati yeye hajakuua? Kama alimpiga mke wako ngumi moja, mpatie mbili au za tatu, lakini zisiwe za kumuua, ili kwamba kumonyesha kwamba unamkosoa. Hiyo inaitwa kukosoa. Hivyo ndivyo ilivyo, hivyo ndivyo ilivyo. Kwa hiyo sasa hapo wewe unaenda kuua mtu kwa sababu ulikuwa unajitetea. Kujitetea sio vibaya, lakini kama mtu alikuwa anakuja akiwa na kisu, akiwa na bastola, akiwa na hiki ambacho kinaweza sasa nenda katika pirika pirika ndio ikatokea hivi, hilo ni jambo lingine, hilo ni jambo lingine, hilo ni jambo lingine. Kwa hiyo nafikiri kwamba ni namna hiyo ambayo naweza nikajibu, na kweli katika ulimwengu wa kiroho kwa namna hiyo, kama mtu amejitetea, haujakosea, sababu kujitetea hiyo ni haki. Sio kama ndani ya Biblia za kisasa wanasema, Yesu anasema unapopigwa huku geuza chafu lingine. Na huu ni ujinga huo. Huo ni ujinga huo. Ni namna walivyopenda kuingiza ili watu weusi wawaone hivyo. Wakifanya hivyo wanasema haleluya, amena tu. Hizo hayo ni mambo ambayo waliingiza ndani ya Biblia katika lengo la kumweka mtu mweusi kama vile mtu ambaye hana akili. Asante kaka Imani, kwa kweli mwalimu ni mmoja tu. Naomba kuuliza maswali mawili kaka, ingawa ninayo mengi ya kuuliza, lakini la kwanza ni hili: ikiwa nyumba ya uzazi, kumrazi, ikiwa nyuma ya uzazi kuna roho msimamizi, kwa nini tunaona mapungufu kwa watoto wanaozaliwa? Alama ya kuulizia ni swali la kwanza. Nitajibu kwanza hili la kwanza. Ukiuliza watu kwa wakati huu wanasema kwamba, ukimuuliza unasikia mtu anasema kwamba Mungu ameniumba kabisa, yaani nashukuru Mungu gisi alivyoniumba. Hata museme namna gani, mimi nashukuru gisi Mungu alivyoniumba. Napenda kuambia kwamba uumbaji ulifanyika kitambo na uliisha zamani. Muelewe vizuri. Katika hali inayoonekana, muumba aliumba mtu wa kwanza, mwanaume, mwanamke, na wanyama wale wa kwanza ambao nyote tunajua, na wanyama wa baharini na wale ambao wa nchi kavu. Hilo na ndege wanaoruka angani. Hilo linaeleweka. Baada ya hawa watu wawili, hatuwezi tukatumia tena msemo wa kusema kwamba sisi ambao tunaozaliwa kwamba Mungu gisi mnavyosema Mungu ameniumba. No. Hivi unafikiri kwa mfano kama una itilafu na unasema kwamba ni Mungu wako ndiye aliyekuumba. Yaani Mungu anaumba kitu ambacho kina itilafu. So unaona kama inaenda tofauti. Ikiwa mtoto anazaliwa yuko dhaifu kabisa, ina maana kwamba Mungu, kama kwa mujibu wenu Mungu ameumba, ina maana kwamba ameumba mtoto ambaye amezaliwa yani ana udhaifu. Hilo haliwezekani kwa Mungu. Hilo mlielewe vizuri. Na hata huu udhaifu ambao unaohusiana na watoto wanaozaliwa, unafikiri kipindi cha nyuma kidogo huko watoto walikuwa wanazaliwa kama gisi unavyoona sasa hivi? Muledi anatuambia watoto walikuwa akizaliwa, anaweza kazaliwa leo na akakaa kwenye kiti mtoto. Hivi unaelewa vizuri? Na akatulia hivi kwenye kiti. Mtoto huyu amezaliwa leo na hana haja kusema kwamba labda amefumbwa macho imefanya hivi. No, ni kulingana sasa baada ya anguko ndio mambo yakawa tofauti. Kwa hiyo sasa nikupenda kusema kwamba tatizo la udhaifu wa mtoto kwanza kimsingi ni anguko limesababisha ya mambo yatokee. Cha pili, hivi nafikiri kwa mfano, kwa kweli roho msimamizi wa uzazi anaweza kuwa nyuma ya watoto wote ambao wanaozaliwa katika dunia hii? Unafikiri hivyo? Itasaidia kitu gani roho waagizo kula vitu awe nyuma ya mtoto ambaye baadaye atakuwa jambazi na atamaliza maisha yake yote katika ujambazi na nafariki katika ujambazi? Itasaidia kitu gani? Itasaidia kitu gani? Na kitu kingine cha pili ni kwamba unatakiwa kuelewa kwamba kuna ulemavu mwingine ambao mtoto anaweza kazaliwa nao, sio kwa sababu labda gizo anasema ni mapenzi ya Mungu, Mungu ndio ameniumba hivi. No, achana na haya mambo. Mengine ni mambo ya genetic. Yes, ya genetic, yani ni mambo ambayo yako ndani ya DNA ya wazazi, taarifa za wazazi. Kwa sababu ndani ya tumbo, ikiwa mkono kikawaida baada ya miezi 5 unatakiwa uwe umeshakuwa imara. Sasa mkono
bado au kufikisha kabisa wakati mwili unapokuwa imara, mwezi wa 5 ndani ya tumbo la mama, kila kiungo kinatakiwa kiwe sasa tayari kimeshakuwa pale, lakini sasa kuna kiungo kingine ambacho bado kilikuwa na uzembe sana wa kuendelea. Ndio maana utakuta mtu mkono mmoja huko mfupi sana. Hilo linawezekana, na kisha kwamba labda roho agizo kula vitu atafanya kitu gani, kwa sababu hizo taarifa zipo. Ndio maana hata unapozaa mtoto wako watu wanajua, wanafanya mambo ambayo ni ajabu. Tuseme kwa mfano ujauzito, ikiwa leo kwa mfano mlisozana mke wako aweza birika birika, baadaye sasa jioni usiku mnakutana katika tendo lenu, na kwamba ndio wakati ambapo mke wako atapata ujauzito, hiyo hali yote ya hasira ambayo ulikuwa nayo yote inaingia, na hicho kiumbe hiyo hasira pia nayo imo ndani. Uelewe vizuri, yani kila kitu ambacho unapitia, kama unapitia katika wakati wa huzuni sana, hiyo hali inaingia hati ndani, yani hiyo taarifa inaingia katika chembe zako, ndani ya DNA, ndani ya genetic yako, alafu hata wakati wa kupata mtoto yote vinaingia ndani, na mtoto anapozaliwa naye kutakuta mtoto labda huzuni mambo kama hilo. Mulielewe, ndivyo mambo yalivyo. Watu wasifikiri kwamba no. Na ndio maana walioanzishwa zamani wanapotaka kupata mtoto walikuwa wanafanya maombi kweli kweli, kufunga, kuwa katika hali ambayo ni nzuri. Yes, kwa sababu kulingana na jinsi tutakavyokuwa na ndivyo matokeo ya watoto wetu itakuwa. Kama ulikuwa mwizi mfano katika kipindi hiki na unazaa mtoto wako, hiyo chembe, kuna hiyo chembe ya wizi itaingia ndani ya mtoto. Hiyo mulielewe vizuri. Kama ulikuwa malaya, hasa kama wewe ni huku, kuna hiyo hali itaingia, yani kuna taarifa hiyo imo ndani ya genetic, wakati wa tendo naye pia inaingia pop. Mimba inapotungwa, hiyo hali iko ndani ya mtoto, na kesho kutwa mnamwona mtoto anaanza kufanya mambo kama hayo, unasema hii tabia ameleta wapi? Muelewe, au mtoto ni mtundu, utundu ameutoa wapi? Kama sio wa baba za mama, utakuwa labda wa mjomba, kwa sababu ni mambo ambayo yanashuka na ukoo, mambo kama haya. Kwa hiyo ndio maana mambo yote ambayo yako tofauti na ukweli ni vizuri kuomba, kukemea, ili kwamba neno lipate kusafisha yote ambayo yanaweza yakaleta mabadiliko katika maisha yetu haya tulio naye. Alafu unaendelea kusema wengine kuona hawaoni, wengine kutembea hawawezi na kadhalika, kama kutosikia, kutonena. Vipi hapo kaka Imani? Nafikiri ndio hivi ambavyo nimeongea. Roho huyo msimamizi katika uzazi anakuwa wapi kipindi ulemavu unapopatikana ndani ya tumbo ya mama? Ama inakuwa kama vile msimamizi wa kampuni fulani amewekwa pale na wenye kampuni, alafu wezi wakaja wakamshinda nguvu, wakaiba, ama kwa wakaiba kwa uzembe wake. Roho huyo hapana. Hivyo nafikiri kuna roho gani ambayo inaweza, roho msimamizi wa uzazi anaweza, roho gani unafikiri ambayo inaweza ikamweza? Roho gani? Roho ipi ambayo inaweza? Roho gani? Shetani mlima bobe kikosi chake ndio watafanya namna gani? Haya mambo ya kupinduliwa ni mambo ya sisi sisi katika hali inaonekana, sio kuhusiana na roho za gizo kula vitu. Hapana, sio kwamba labda haya mambo ni kuhusiana na sisi, mambo ya ukoo, mambo ya genetic ndio inasababisha watoto, na kuna wengine mbegu zingine hazina wengine wanakula tofauti tofauti, vipo ambavyo haviko sawa, watoto wanazaliwa wako katika udhaifu. Utakuta hata mbegu ziko zingine kuliko atakuwa nyeupe zitakuwa njano, mambo kama hayo. Muelewe, mambo ni muhimu sana watu waelewe. Usafi kama hakuna usafi unaweza kusababisha hata mtoto anapozaliwa naye pia hayuko sawa. Muelewe vizuri ndugu zangu, haya mambo yako very serious, ni mambo ya kiroho sana kuhusiana na mambo ya tendo la ndoa, na ili kwamba mtoto apate kuzaliwa. Kwa hiyo hilo mulielewe vizuri. Yes. Swali lingine Imani, kwa mfano waya ya umeme imekatika na haiwezekani kwa maombi waya hiyo ikaunganika, ni lazima mtu aende akaunganisha. Sasa kaka Imani, naomba kujua nini umuhimu wa maombi. Asante kwa kutuondoa kwa ujinga mkubwa wa dini kupitia mzaliwa wa pili, mwalimu pekee. Umuhimu wa maombi ni kitu gani? Kuhusiana na maombi haijakwambia, kwa sababu ulikuwa unaangalia TV. Sasa kuna kebu ambayo imeungua boom, alafu sasa uanze kuomba hapo, Lord nisaidie, kwamba kebu ina na haya maombi hata uombe ufanye miezi na miaka haitawezekana, kwa sababu maombi yenyewe yani
ukweli wenyewe unakuambia tu kwamba hiyo kambi imeungua, ili kwamba ifanye kazi tena, wewe uende kubadilisha nyingine tu basi. Hayo ndio maombi. Sasa majibu umeshayapata, unapenda maombi ya namna gani tena uombe ufanye nini? Hivi ndio kisa Wakristo wanavyofanya. Mtu anapofariki, anafariki kabisa, mtu amefariki, wao pia wanaenda kuomba, labda wanafikiri kwamba watamfufua. Mnafikiri kitu gani? Utaratibu uko namna gani ili mtu apate kufufuka? Maombi sio kwamba kwa mfano kwa sababu unaomba hiki na direct kinakuja hivi. Unaweza ukaomba ukaambiwa kwamba no, unaweza ukakesha kuomba lakini haitafanya chochote. Wewe nenda ununue kebo mpya, afu uite wale wanaofanya hivi waje kuunganishie. Maombi yako yamejibiwa, unafikiri mpaka hadi irejee kama gisi wanavyo. No, mambo ya kiroho sio hivyo ndugu yangu. Maombi yanafaa wakati unapoomba, unategemea kupata majibu. Hata kama hakuna majibu, ni majibu pia kwa mujibu wako, uelewe vizuri. Hata kama unaweza kusema kwamba mbona sijapata majibu, kutokupata majibu pia ni jibu. Hilo mlielewa vizuri. Na wakati labda unaweza ukaomba kitu fulani upate kitu fulani kwa sasa hivi, usipate, ni majibu pia, kwa sababu neno linajua kwamba ukipata wakati huu, hata neno hautalikumbuka, utaondoka. Linafanya kwamba ana huyu bado kwa wakati huu akipata hapa amemalizika. Maombi tunatakiwa kuomba kila wakati, kila muda. Hakuna saa fulani kwamba saa fulani ndio unatakiwa kuomba. No, muda wowote kama unajihisi kuomba, unaomba. Hilo ni jambo ambalo ni muhimu zaidi sana. Asante sana mwalimu wetu. Naome, mimi sio mwalimu, mimi ni mwanafunzi wa mzaliwa wa pili. Mimi si mwalimu, mimi ni mwanafunzi kama wanafunzi wengine. Asante, nimesikia jibu langu sasa kuhusu Bible au jani ambiance te patate kivi Peter samba mitakue niko Dar. Bo, kama una uzoefu wa kuandika Kifaransa, unaweza ukaandika tu unaweza ukaandika tu kwenye comment zako kwa Kifaransa, haina shida, tutasoma, tutakujibia bila matatizo, usio na wasiwasi. Kuhusiana na Bible, kuhusiana na vitabu vyote ambavyo unavyovijua, ukienda ku tovuti ambayo inaitwa website ya Les Editions www.leseditionsrulasan.com. Huwa naiweka chini ya video. Ukiangalia hii video hii chini pale utaona tu nitaweka hiyo link nikikumbuka, lakini nitaiweka ya leseditionsrulasan.com. Ukibonyeza hapo unaweza yani taarifa zote utapata huko na utajua namna gani ya kupata hiyo kala hata hivyo vitabu ambavyo unahitaji kuvipata. Ndugu zangu, ni hayo maswali kwa leo ambayo tumeyajibu, lakini mengine hayajajibiwa, yengine yatafuata kwa wakati mwingine neno likiruhusu. Lakini pia kuna nyingine, wale ambao wana maswali hadi muda huu, msisite, endeleeni kuuliza tu, tutarejea na kila wakati tutakuwa tunajibu maswali. Uliza maswali kwa sababu napenda kusonga mbele. Usiulize maswali kwa ajili ya udadisi, ingawa haijakatazwa, lakini uliza maswali ambayo yatakusaidia ili kusonga mbele. Maana mtu anajifunza haraka kwa maswali, hapo ndio unaelewa mapema na unasonga mbele zaidi. Loba anaendelea kujitukuza.